Ninataka nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo Bwana ametupatia, nafasi ambayo ni ya kuwa mbele za Mungu na kuweza kulipata neno la Bwana. Na kwa hivyo siku ya leo nataka kanisa tukaweze kukaribisha wenzetu ambao tunashiriki nao kupitia kwa mtandao wa YouTube. Wacheni sisi wote tuambie kwa sauti kubwa, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Tunakaribisha kila mmoja wetu katika neno la siku ya leo, na Mungu akaweze kuwabariki wote. Ninataka kulisoma neno la Bwana, na nitasoma kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10, na Mungu ataweza kutubariki. Na kwa hivyo majina yangu ni Apostle Gitau John. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Ninasoma neno la Bwana kwa kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7 mpaka wa 10, na ninasoma: Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep yours. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourself in the sight of the Lord, and he will lift you up. Praise the Lord. Amen. Neno la Mungu ambalo nimesoma, maandiko inasema ya kwamba tunyenyekee mbele za Mungu, na tukishajinyenyekesha mbele za Mungu, Bible inasema tumpinge shetani na atatutoroka. Biblia inasema ya kwamba kabla ya kumpinga shetani ni lazima uwe umenyenyekea mbele za Mungu. You cannot resist the devil before you submit to God. Praise God. Amen. Kabla haujanyenyekea mbele za Mungu, hawezi ukaenda kumpinga shetani, ndio shetani umpinge na atoroke. Maandiko inasema ya kwamba njia ni kwamba kwanza unyenyekee mbele za Mungu na umpinge shetani, naye atatoroka. Maandiko inatuambia ya kwamba tumkaribie Mungu, naye Mungu atatukaribia. Draw near to God and he will draw near to you. Njia ambayo tunafundishwa siku ya leo ni kwamba ukianza kumkaribia Mungu, naye Mungu huwa anaanza kukukaribia. Na kwa hivyo watu wa Mungu, nataka nikuambie ya kwamba ukitaka Mungu akukaribie, anza kumkaribia. Si Mungu akukaribie na wewe haumkaribii. Wakati unapoanza kumkaribia, naye Mungu huanza kukukaribia. Na Biblia inasema ya kwamba ukishamkaribia Mungu naye akukaribie, maandiko inasema ya kwamba ile kitu ingine ambayo mtu anafaa kufanya, maandiko inasema ni kujiosha mikono yako. Cleanse your hands, you sinners. Maandiko inasema ukianza kumkaribia Mungu ni vizuri kujiosha ama kujitakaza mikono yako, wewe mwenye dhambi. Ninaamini Mungu anasema cleanse your hand, you sinners, kwa sababu kuna dhambi nyingi ambazo huwa zinafanywa na watu wakipitia kwa mikono. Ukishanyenyekea mbele za Mungu, maandiko inasema ya kwamba ukianza kumpinga shetani, na yeye atatoroka. Bible inatuambia siku ya leo kuna neno ambalo ninalipatia kanisa ya kwamba kabla haujanyenyekea mbele za Mungu, kama kuna mambo ya kishetani ambayo imekuwa ikikusumbua, hata ukijaribu kuipinga haiwezi ondoka, kwa sababu iko na legal ground ya kukaa katika maisha yako. Unapoanza kumkaribia Mungu ama kunyenyekea mbele za Mungu, maandiko inasema kitu chochote ambacho kilikuwa kinakusumbua, ukikipinga kitatoroka, kwa sababu si wewe, ni kwa sababu uko na Mungu. Praise God. Amen. Hakuna jambo lolote la kishetani ambalo linaweza kumwona Mungu na libaki pale.
Lakini mtu ambaye hajui kunyenyekea mbele za Mungu, whatever you try to resist huwa inaanza kukutesa. Ukinyenyekea mbele za Mungu, uanze kupinga mambo ambayo yamekuwa yakikutesa maishani, maandiko inasema itakutoroka. Praise the Lord. Bible inasema ya kwamba ukikaribia Mungu naye atakukaribia, na ukishaanza kumkaribia Mungu, maandiko inasema uoshe mikono yako wewe mwenye dhambi, na maandiko inasema ya kwamba utakaze moyo wako wewe mtu wa mawazo mbili. Praise God. Amen. Nikubalie kidogo kabla sijamaliza, niongee juu ya mtu double minded. Double, kama vile mnaijua, double means ya kwamba ni mara mbili. Kuna shida ambayo huwa iko na mtu kama hana Mungu. Mtu ambaye hana Mungu huwa ni mtu ambaye anakaa maisha ya wasiwasi. Ukiamua kufanya jambo, unakaa unasema ama nifanye hivi, unakaa unasema ama niende hapa, ama nifanye hivi, kwa sababu you are not stable, kwa sababu kila kitu inatokana na wewe. Maandiko inasema ukimkaribia Mungu, sasa unaweza kufanya uamuzi moja na wa kutosha. Maandiko inasema ya kwamba utakaze moyo wako wewe mtu wa mawazo mawili. I know that people of God, ama ninajua watu wa Mungu, kuna shida ambayo huwa, kuna shida za ndani kama hii tunaambiwa ya mtu ambaye huishi maisha ya wasiwasi. Ukiamua jambo, hawezi ukaamua utoshe, unasema nitafanya hivi. Ukikaa unasema ama nifanye hivi, ama nifanye hivi, ama nifanye hivi, kwa sababu mawazo yako ni mbili mbili. Ukiwaza jambo, kuna lingine ambalo ni kinyume na lile umewaza, na unasema hata hili ama nifanye hivi, ama nifanye hivi. Maandiko inasema once you submit to God, you resist the devil and he will flee from you. Number 2 inasema ya kwamba mkaribie Mungu naye akukaribie. Mungu akikukaribia, maandiko inasema uoshe mikono yako wewe mwenye dhambi, na utakaze moyo wako wewe mtu wa mawazo mawili. Praise God. Ninaombea watu wa Mungu siku ya leo, may God deliver you from being double-minded person in your heart. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mtu double-minded huwa ni unstable in all his ways. Akiamua wacha niende kanisa ama nisiende, akiamua wacha nisukwe style hii, anasema ama nisisukwe hiyo. Akiamua nifanye hivi, kuna ingine nasema ama nisifanye hivyo. Anakaa akirukaruka hapa na pale, kwa sababu you are not stable, you are double-minded. Maandiko inasema when you draw near to God, maandiko inasema the other thing, purify yourself from you double-minded, from that double-minded heart. Na maandiko inasema ya kwamba you humble yourself. Ama number 9 inasema lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Kama vile nilikuwa nimefundisha pale mwanzo, maandiko inasema ya kwamba kuna mahali katika maisha ambapo mwanadamu anafaa kufika. Kile kitu ambacho kilikuwa kinakuchekesha ama kinafanya, maandiko inasema ya kwamba omboleza na ulie na zinafanana, lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Maandiko inasema once you start turning to God, kuna mambo yalikuwa yanakufurahisha pale mbeleni, inafaa kukufanya uomboleze na uanze kuhuzunika na kulia. Praise God. Amen. Ukishamkaribia Mungu, mambo kama hayo ambayo kitambo ulikuwa unaona ni ya dhamana, maandiko inasema ya kwamba you should lament for them, you should mourn because of them, and you should weep because of them. Na maandiko inasema ya kwamba kicheko chako kikabadilishwe kiwe kuomboleza, na furaha yako ibadilike iwe huzuni. Na ikishakuwa huzuni, hiyo inaonyesha ya kwamba you come to a state of repentance. Praise God. Amen.
kitabu cha Joel, waliambiwa wavalie magunia na wakaambiwa ya kwamba waende mbele za Mungu, waanguke, waanze kulia na waambie Mungu, okoa watu wako Mungu. Kwa hivyo maandiko inatuonyesha siku ya leo ya kwamba ndio Mungu afike mahali afurahishwe na mtu wake. Kuna mahali unafaa kufika na uangalie ile maisha umekuwa ukiishi ikufanye uanguke mbele za Mungu, hata uende kwa fasting ya kuomboleza na kulia na kuugua, kwa sababu umekwisha jua ya kwamba maisha ambayo nilikuwa ninakaa haikuwa maisha mazuri mbele za Mungu. Praise God. Amen. Kenya ikifika mahali kama hapo ambapo wale watu ambao wanaibia serikali mamilioni ya pesa, wanaiba pesa za wagonjwa na watu wengine ambao hawana uwezo, tukifika mahali kama taifa tuanze kuomboleza na kulia na kunyenyekea mbele za Mungu, maandiko inasema Mungu atatuponya. Nasema kanisa ikifika mahali ile mambo ambayo ilikuwa imeinuliwa sana na watu walikuwa wanaona kama ni mambo ya kishujaa, watambue ya kwamba it is not the will of God, na waende mbele za Mungu, wanyenyekee, waomboleze na walie. Kile kitu kilikuwa kinawafurahisha waweke furaha kando na waweke kicheko kando. God will draw near to us to save us. Amen. Praise God. Amen. Bible inasema ya kwamba you humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. Tunyenyekeeni mbele za Bwana na Mungu atatuinua. Hakuna kitu cha maana duniani kama kuinuliwa na Mungu. Hakuna kitu cha maana duniani kama kutetewa na Mungu. Hakuna kitu cha maana duniani kama kuwekwa mahali ambapo utakuwa na Mungu. Kama Mungu ndio mwanzo wa eneo ambalo ulianza ama eneo ambalo uko, nataka nikuambie you are blessed. Praise God. Amen. Mungu akifika mahali awe mwanzo na awe processes zote ambazo umepitia ni za Mungu mpaka ufike mahali ulipo. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, you are blessed. Na mtu ambaye ameinuliwa na Mungu hakuna awezaye kumshusha. Kama ni hizo zingine za kujiinua na kujitafutia maeneo, za kujitafutia utajiri, za kujitafutia position, nataka niseme ya kwamba siku ya leo Mungu anaambia watu wake wanyenyekee, waanze kulia, waanze kuomboleza, waanze kutoa machozi, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba hizo sio baraka. Ninataka nikiwa katika haya madhabahu nikaweze kutangaza ya kwamba kubarikiwa ni yule amngojeaye Bwana. Ninataka nitangaze nikiwa katika haya madhabahu ya kwamba yeyote ambaye hakutumia njia ya uungu ndio atajirike, ndio afike mahali alipo. Nataka niseme ya kwamba in your future there is gloom, na my Bible inasema ya kwamba kile kitu Mungu anaangalia ni mtu ambaye ataosha mikono yake, mtu ambaye atabadilisha nia na aanguke mbele za Mungu. If you seek the Lord you shall find him. Amen. Praise the Lord. Amen. Watu wa Mungu, ninapokuja kumaliza, nataka nipeleke ama nilete kanisa kwa hili neno. Mungu anasema ya kwamba humble yourself under the mighty hand of God and in due time he will lift you up. Siku ya leo nimekuja kutangazia watu wa Mungu, yeyote ambaye amekuwa akimngojea Mungu, na tumepitia mahali pabaya, tumepitia kwa shida, tumepitia mahali ambapo watu wameumia, na haya yote umepitia kwa sababu umekuwa ukimngojea Bwana. Ninataka nikutangazia ya kwamba your day has come. Amen. Praise the Lord. Amen. Siku yako imefika ya Mungu kukuinua, na ninataka nikuambie ya kwamba kama ni Mungu anakuinua, hakuna awezaye kupingana nawe. Kama ni Mungu anakuinua, hakuna awezaye kukushusha. Kama ni Mungu amekubariki, hauwezi ukalaaniwa. Mungu akikuinua,
anasimama na wewe, anasimama na kila kitu ambacho unafanya mpaka akufanye vile ambavyo alikusudia. Maandiko inasema ya kwamba tuwe na mawazo kama iliyokuwa na Kristo, ya kwamba hata kama yeye alikuwa Mungu na haikuwa wizi kwake kujiita Mungu, alinyenyekea mpaka akafika mahali akauawa kifo cha msalabani, na baada ya kushinda yote amepatiwa jina lililo juu ya majina mengine yote. Watu wa Mungu, nataka niwaambie siku ya leo ya kwamba kuna mambo Mungu atafanya katika maisha yenu, na watu wakijaribu kukompea watasema ya kwamba yours is the best. Amen. Praise God. Amen. Watu wa Mungu, mimi ninataka kuomba kwa sababu I have not much time. Nataka niseme ya kwamba kuna ndoa Mungu atakupatia, na akikupatia watu watasema afadhali ile. Kuna mahali Mungu atakuleta na position ambazo Mungu atakuleta, na watu wote wataangalia waseme that is the best. Kuna jambo Mungu atafanya, kuna amani Mungu atakupatia na itakuwa nzuri kuliko amani iliyo duniani. Kuna mambo Mungu atatenda katika maisha yako na ikilinganishwa na ingine. Maandiko inasema ya kwamba Kristo alipatiwa jina lililo juu ya majina mengine yote. Baraka za Mungu huwa ziko juu ya baraka zingine zozote. Yours will be the best in Jesus name. Yours will be the best in Jesus name. Kuna afya Mungu atapatia watu wake, kuna ndoa Mungu atapatia watu wake, kuna ushindi Mungu atapatia watu wake. Na ninakuambia siku ya leo ya kwamba if it is compared with the others, it will be the best because God is the best. Amen. Praise God. Amen. Ya Mungu ndiyo huwa zuri kushinda zingine zote. Wakati Mungu anakupatia uzima, anakupatia uzima tele na uzima wa milele. Praise God. Amen. Mungu akikuinua eneo ambalo anakuleta eneo ambayo ya kwamba there can never be any competitor ambaye atakushinda. Amen. Praise God. Amen. Jambo lolote ambalo huwa linafanywa na Mungu, it is always the best. Watu wa Mungu, as you humble yourself under the mighty hand of God, it is my prayer today that He will give you the best that can ever be given to man. Amen. Praise God. Amen. Now, I have come to the end. Mimi nataka nikaombe watu wa Mungu ambao wananitazama na wananisikiliza. Nataka nikuombe ya kwamba God will give you the best. Amen. Because you have humbled yourself under His mighty hand. Hakuna mahali umejiinua, umengojea Mungu akuinue. May God give you the best. Amen. Kabla sijaombea wale watu ambao wamengojea Bwana, kuna jambo nataka tufanye. Maandiko imesema humble yourself under the mighty hand of God. Ama submit yourself to God. Nataka siku ya leo ukiwa hapa na haujawahi kukubali kuja chini ya mamlaka ya Yesu, nataka nikupatie nafasi ya kwanza. You submit to God, you humble to God. Ukishampokea Bwana, umungoje afanye hiyo kazi nyingine. Kwa hivyo ninataka, kama uko pamoja nasi siku ya leo, kama unanitazama siku ya leo na ungetaka kunyenyekea mbele za Mungu na kujiachilia kwa Bwana, I want you to submit to God through praying a prayer of repentance and turning to God. Maandiko imesema ya kwamba kila mtu ambaye anajua ya kwamba Mungu sio mwanzo wake, maandiko inasema ya kwamba ulie na uomboleze na ukaweze kusitikika. Na maandiko inasema ya kwamba wacha furaha yako iwe maombolezo, na unaambiwa ya kwamba kicheko chako kikaweze kuwa huzuni, na unyenyekee mbele za Mungu naye Mungu akuinue. Ningetaka nikaombe na watu ambao wako tayari kunyenyekea chini ya mamlaka ya Mungu. Mungu awainue. Kama uko hapo, inua mkono wako.
Na kama uko hapa katika ukumbi na ungetaka kumpokea Yesu, just raise up your hand. Hapa tunaongea juu ya Mungu na wanadamu. It is not you and your neighbor. I'm talking about you and your God who is able to lift you up. Nataka uinue mkono kama unanitazama kwa njia ya YouTube. Nataka hata wewe mahali ulipo, ninataka ukaweze kuamini Mungu pamoja nawe, na kama vile nimesema, wherever you are, lift up your hand, na ningetaka ukaliombe hili ombi kwa imani wakati unapomrudia Mungu na kunyenyekea mbele za Mungu. Nataka kila mtu ambaye angetaka kumpokea Yesu, inua mkono wako na tukaweze kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa hii nafasi ambayo Bwana umetupatia. Nimekuamini ukaweze kuifanya kazi yako. Kama uko hapa na ungetaka kumpokea Yesu, omba hili ombi. Bwana Yesu, naja kwako, ninakuomba unihurumie, nisamehe dhambi, maovu na makosa yote. Siku ya leo futa dhambi zangu zote, andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Ninakukaribisha Yesu katika unyenyekevu, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo uniongoze nami nikakufuate. Asante Yesu kwa kifo chako msalabani. Nimekupokea na nimeamini. Kwa jina lako kwa Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Kama umeomba hilo ombi, Bwana amekupokea siku ya leo. Huu ndio mwanzo wako kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Nataka watu wa Mungu ambao mnanisikiliza, shida yoyote ulio nayo, jambo lolote ambalo uko nalo na umemngojea Mungu, inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni shida za kikazi, inawezekana ni familia, na uko ama unanisikiliza na umekuwa ukimngojea Bwana, haukutumia njia zako ili kutafuta solution. Nataka siku ya leo tukamwita huyo Bwana ambaye huinua watu wake. Let us believe together in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kuomba ukawakumbuke watu wako wote ambao ni wagonjwa, wale wote ambao Mungu wako na shida katika ndoa zao, wale wote Baba ambao kazi zao zimeanguka na zingine zikaangushwa kupitia kwa shetani na kazi ya wanadamu. Mungu wetu, wote ambao wamedharauliwa, wote ambao wameonewa na wamekuwa wakikungojea siku ya leo Baba, ninakuamini ya kwamba kupitia kwa neno lako, inua watu wako, saidia watu wako, komboa watu wako Baba, shindania watu wako, zivunje kazi zote za adui Baba. Ninaomba mamlaka yote na nguvu zote ambazo zimekuwa juu yao na hazijatokana nawe, tukinyenyekea mbele zako, tunapinga maroho yote ya shetani, tunazipinga nguvu zote za giza. I command them in the name of Jesus Christ. Kama utokawe toka kwa njia za watu wa Mungu Baba, ninazifungua njia za watu wako Bwana. Ninakuamini ukafungue milango ya watu wako ya kupitia. Mungu wetu na Baba yetu, ziondoe nguvu zote za giza, ondoa mapepo yote mbele za watu wako. Kazi zote za uchawi na uganga tunaziangamiza, tunaziangamiza, tunaziteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa jina lako kwa Yesu Kristo. Wote ambao wamekuwa wakiteswa na ndoto mbaya, wamekuwa wakiteswa kupitia kwa madhabahu ya kishetani, ya uchawi, ya uganga na miungu ya kigeni Baba, ninawaitishia ushindi kutoka kwako, na ninakemea na kusabaratisha uwezo wote wa giza kinyume na nyumba zao, kinyume na kazi zao na ndoa zao, kinyume na masomo yao, katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza ushindi wako kwa watu wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. God bless you. Mungu awainue na washindanie na wabariki. Na nimeshukuru Mungu, tumemaliza ibada ya siku ya leo, na kabla sijasema bye, kuna namba ya simu ambayo huwa tunatumia kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu. Na kwa hivyo kama umeokoka, ukitaka kusapoti kazi ya Mungu ama ukihitaji maombi, hii namba ukiitumia itatusaidia na tutaweza kukuhudumia. 0710
789 380. Oh sorry, 480. Hebu nirudie. 0710 789 480. Bwana wabariki na waonekanie, na tuonane wakati huo mwingine. God willing. God bless you so much.